Ndugu mtazamaji, karibu tena ni kuonyesha yale ambayo yanajiri katika maandamano ya leo na katika shughuli za uchaguzi siku ya leo, ikiwa ni tarehe 29 Oktoba. Kulingana na video na picha zinazoenea katika mitandao ya kijamii Tanzania, hali inazidi kuwa mbaya, huku barabara zikifungwa na maelfu ya waandamanaji waliowasha moto. Waandamanaji hao wenye hasira wameweza kufanya vurugu na kulazimu jeshi la polisi Tanzania kuweza kurusha mabomu ya vitoa machozi kutuliza hali hiyo. Baadhi ya ripoti pia zinazoenea, kuna kituo cha mafuta mjini kimechomwa moto na waandamanaji. Muda huo huo, masanduku ya kupigia kura maeneo ya Riverside Ubungo yameonekana katika picha na video zikichomwa na kuharibiwa. Mtazamaji, yote hayo na mengine mengi nitakujuza katika video ama taarifa hii, lakini kabla nisonge mbele nifanye hivyo, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Kabla tuende mbali zaidi, ningependa nikupitishe katika mtandao wa kijamii wa X ama Twitter wake activist ama mwanaharakati Hilda Newton, ambaye aliweza kuchapisha video moja kwa moja kutoka maeneo ya matukio hayo ya fujo au vurugu za maandamano. Chapisho lake moja kama unavyotazama kwenye picha hiyo kwenye screen yako, aliandika hivi: wananchi wamevunja ama wakivunja kituo cha kupiga kura, si tuliwaambia tutazuia uchaguzi mkadhani tunatania. Hata hivyo, haya ni maneno ya mwanaharakati huyu wa upinzani aliyechapisha video hiyo ambayo inaonyesha waandamanaji wakiweza kuharibu eneo hilo. Chapisha tena chapisho lingine katika mtandao wake akisema, wananchi wa Tunduma wamechoma kituo cha kupigia kura muda huu, wamekinukisha kweli kweli, wamekinukisha vibaya sana. Katika picha hiyo kama unavyotazama kwenye simu yako, utaona kabisa ameweza kupost picha ama video ya jumba hilo ama kituo hicho kikiweza kuwaka. Na sasa mtazamaji, wacha nisonge moja kwa moja katika taarifa ambazo nimekuandalia sasa hivi. Polisi nchini Tanzania leo wamekabiliana na waandamanaji katika eneo la Ubungo jijini Dar es Salaam, kile mamlaka ilichokitaja kuwa maandamano yasiyoidhinishwa ama yasiyo na kibali. Wakati maandamano ya leo yakisuka, hali ya wasiwasi ilitanda haraka katika barabara ya Morogoro, ambapo magari ya polisi ya doria na askari wa kuzuia ghasia waliwekwa kulinda usalama wa eneo hilo. Hali hiyo ilisababisha hofu ya muda mfupi miongoni mwa wasafiri, huku msongamano wa magari ukipungua na watu waliokuwa karibu wakitazama makabiliano hayo makubwa. Mtazamaji, hata hivyo, hii ilisababishwa na baada ya waandamanaji hao kuzua machafuko na kuanza kuchoma mali za watu na hata kuchoma kituo cha mafuta katika eneo hilo na pia kuweza kuvuruga masanduku ya kupigia kura. Machafuko hayo yalilazimisha jeshi la polisi kuingilia kati kwa kurusha mabomu ya vitoa machozi ili kutawanya waandamanaji hao. Walioshuhudia walisema maandamano hayo ya leo yalianza mapema asubuhi sana, wakati vikundi vidogo vidogo vya vijana waandamanaji vilikusanyika wakiwa na mabango ya kudai mageuzi ya kijamii na kiuchumi. Hata hivyo, kufikia sasa ambapo ni takriban saa 9 mchana, mambo yamezidi kuwa mabaya kulingana na video ama machapisho ya mtandaoni pamoja na live za TikTok ambazo zinaonyesha waandamanaji bado wanaendelea kuharibu mali na hata kuzunguka kwa kuzua machafuko. Ndani ya dakika chache, polisi waliingia kutawanya umati huo kwa kutumia maji ya kuwasha na mabomu ya machozi ili kutuliza hali hiyo, lakini bado waandamanaji hawajakata tamaa. Waandamanaji hao wanaozunguka wakiimba nyimbo za kuweza kupinga serikali na kutaka uwajibikaji na utawala bora walilazimika kutawanyika katika mitaa ya karibu, huku idadi kubwa ya polisi ikiongezeka ili kuweza kuleta amani na utulivu. Msemaji wa polisi ambaye aliomba jina lake lisitajwe alithibitisha kuwa maafisa walitenda kwa mujibu wa sheria kuzuia fujo wakati wa maandamano ya leo na bado wanaendelea kuweza kuleta hali ya amani. Alisema operesheni hiyo ya ulinzi inalenga kuhakikisha amani na usalama wa raia unaendelea, huku akisisitiza kuwa hakuna aliyejeruhiwa vibaya au kupigwa risasi. Kulingana na yeye, jukumu letu ni kuhakikisha kuwa raia wanaendelea na shughuli zao za kila siku bila uoga au usumbufu. Haya ni maneno yake. Wakati maandamano ya leo yakizidi kuendelea kuvuta hisia na kuzua machafuko, waangalizi kadhaa wa kijamii walibaini kuwa machafuko hayo, ingawa yamefanyika ndani, yanaonyesha kufadhaika kwa kuongezeka kwa shida za kiuchumi na malalamiko ya kiraia. Wachambuzi wanasema maandamano hayo leo yanaweza kuashiria kutoridhika zaidi miongoni mwa Watanzania wanaokabiliana na gharama kubwa za maisha na ukosefu wa ajira. Mamlaka hata hivyo imeshikilia kuwa maandamano hayo yalikuwa haramu na hayakuwa ya lazima wakati huo nyeti wa kisiasa. Jeshi la polisi limeweza kuahidi ya kwamba litaweza kuleta hali ya usalama licha ya
video kuonyesha kwamba maandamano hayo yamezidi kuwa makali sasa hivi, huku wanaharakati wakiweza kusambaza video hizo katika mitandao ya kijamii ikionyesha baadhi ya mali za watu zikiwa zimechomwa, biashara za watu kuharibiwa na hata masanduku ya kupigia kura pia kuvunjwa na mengine kuchomwa. Mashirika ya kiraia wakati huo huo yametoa wito wa utulivu na kuzitaka mamlaka kushughulikia sababu za kimsingi za kijamii na kiuchumi zinazosababisha machafuko au maandamano haya yanayoendelea. Jijini Dar es Salaam, maandamano ya leo yameibua mijadala kuhusu uhuru wa kukusanyika na nafasi ya upinzani wa amani nchini Tanzania. Baadhi ya watetezi wa haki za binadamu wamekosoa matumizi ya nguvu, wakisema kuwa inadhoofisha hakikisho la kikatiba kwa raia kutoa maoni yao. Serikali imetetea majibu ya polisi ikisema hatua zilizochukuliwa ni sawia na muhimu ili kuzuia machafuko ya umma. Siku ikiendelea, mabaki ya maandamano ya leo bado yalionekana katika mitaa ya Ubungo, huku vifusi na vifaa vya maandamano vikiwa vimetawanyika kando ya barabara ya Morogoro. Polisi wa trafiki baadaye wameweza kusafisha eneo hilo na kurejesha mtiririko wa kawaida wa magari katika eneo hilo, na hata hivyo walioshuhudia walisema mvutano umesalia kuwa mkubwa mpaka sasa hivi, wakazi wakihofia kwamba maandamano mapya yanaweza kuzuka usiku au siku zijazo. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamehusisha maandamano ya leo na kuongezeka kwa ukosefu wa subira miongoni mwa vijana wa Kitanzania ambao wengi wao wanahisi kutengwa na mfumo wa kisiasa na kiuchumi wa nchi. Baadhi ya waandamanaji walioonekana wakiwa na mabango ya kudai nafasi ya kazi na uwazi zaidi katika matumizi ya serikali. Madai haya yamesisitizwa mtandaoni, ambapo lebo za hashtag zinazohusiana na maandamano ya leo zimevuma na kutrend katika mitandao ya kijamii ya Tanzania. Machafuko hayo pia yanakuja huku kukiwa na ongezeko la shughuli za kisiasa, huku baadhi ya wachambuzi wakipendekeza kwamba wafuasi wa upinzani wanaweza kutumia maandamano hayo kueleza kutoridhika kama tawala, na Chama cha Mapinduzi CCM kimetupilia mbali madai hayo na kuyataja maandamano hayo ya leo kuwa ni ya kutaka kuvuruga amani na kuzua machafuko na kuharibu utulivu. Hata hivyo, takwimu za upinzani zimeitaka serikali kusikiliza kero hizo badala ya kuzinyamazisha. Waangalizi wa kimataifa wameelezea wasiwasi wao juu ya maandamano ya Tanzania leo na kuzitaka mamlaka za Tanzania kuhakikisha kwamba majibu yanabakia kupimwa na kuendana na viwango vya kimataifa vya haki za binadamu. Mashirika kama vile Amnesty International na Human Rights Watch hapo awali yameonya kwamba ulinzi mkali unaweza kuondoa imani ya umma na kukatisha tamaa ushiriki wa kiraia nchini Tanzania. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo yanaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii na katika hali ya uchaguzi ya leo na katika maandamano hayo ya leo ya upinzani ambayo yanajiri katika maeneo tofauti tofauti. Ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section, alafu bonyeza alama ya like, kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele chini ya video hii, kisha bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitaweza kukuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi au kusambaa sasa hivi katika mitandao ya kijamii.